kabisa. Bwana niaje? Hii ni sehemu ya 8 ya simulizi yetu nzuri kali iitwayo Nipe Tena. Twende nayo pale tulipoishia. Hospitali nzima ilikuwa kimya, hakuna aliyesubutu kuongea. Kevin alikuwa amesimama mbele ya Neema, macho yake yakiwa mekundu kwa hasira na maumivu. Niambie ukweli, alipaza sauti tena. Neema alianza kutetemeka, machozi yakaanza kumtoka taratibu. Adriani akasogea karibu naye kama kumlinda, lakini Kelvin hakumwangalia Adriani. Macho yake yalikuwa kwa Neema pekee. Kelvin, Neema alisema kwa sauti iliyovunjika. nilitaka kukuambia tangu zamani. Basi sema sasa. Neema akafumba macho, kisha akasema, Kia ni mwanao. Kelvin alivuta pumzi kwa nguvu, lakini kabla hajatuliza hasira, Neema akaongeza, Lakini kuna kitu kingine hujui. Mwili wa Kelvin ukasisimka. Kitu gani? Neema akamwangalia kwa maumivu makubwa. Baba yako ndiye aliyebadilisha matokeo ya vipimo miaka iliyopita. Kelvin aliganda. Unasemaje? Adriani akaingilia. Kweli? Kelvin alihisi kichwa chake kikizunguka. Neema akaendelea huku akilia. Nilipokuambia nina mimba, baba yako hakutaka ujue. Kwa nini? Kwa sababu alitaka uoe mwanamke mwingine wa familia tajiri. Kelvin alikumbuka ghafla msichana aliyekuwa akisukumwa naye sana na baba yake miaka ile. Akaanza kuona kila kitu wazi. Baba yako alinichukua kwa siri. Neema aliendelea. Akanilazimisha kwenda kufanya DNA. Kelvin akabaki mdomo wazi. Na alipobadilisha majibu akaamini mtoto si wako. Macho ya Kelvin yakaanza kujaa machozi. Kwa miaka yote aliishi akiamini uongo, na wakati huo huo mwanawe alikuwa anakuwa mbali na yeye. Kelvin akashika kichwa chake kwa maumivu. Mungu wangu! Neema akamkaribia taratibu. Nilijaribu kupigana lakini sikuwa na nguvu. Kelvin akamwangalia Neema. Kwa mara ya kwanza hakumuona kama mtu aliyemficha ukweli. Alimuona kama mtu aliyeteseka peke yake kwa miaka yote. Lakini ghafla dokta alitokea haraka emergency room. Tunahitaji sasa hivi. Wote wakasimama kwa mshtuko. Dokta akaongea kwa haraka. Mapigo ya moyo ya Kian yanashuka. Neema alipiga kelele. Hapana! Kelvin hakufikiria mara mbili. Fanyeni operation sasa hivi. Dokta akatikisa kichwa. Tunahitaji ruhusa ya mzazi wa damu. Kelvin akasema kwa nguvu. Mimi ndiye baba yake. Dakika chache baadaye, Kelvin alikuwa amelala kwenye kitanda kingine hospitalini, akijiandaa kutoa damu kwa ajili ya mwanawe. Neema alikuwa pembeni yake akilia kimya kimya. Kelvin akamshika mkono. Safari hii Neema hakuondoa. Samahani kwa kila kitu,
Kelvin alisema kwa sauti ya chini. Neema alifuta machozi. Nami samahani kwa kukuficha ukweli. Kelvin alitikisa kichwa. Hapana, sisi sote tulichezewa. Lakini kabla hawajaendelea, mlango wa chumba ulifunguliwa kwa nguvu. Wote wakageuka, na hapo akaingia mwanaume mmoja mzee mwenye suti nyeusi. Uso wake ulikuwa mkali. Neema alishtuka. Kelvin akaganda, kwa sababu aliyekuwa amesimama mlangoni alikuwa baba yake mwenyewe. Baba yake akawatazama wote kimya, kisha macho yake yakatua kwa Kian aliyekuwa ndani ya emergency room, na kwa sauti nzito akasema, operesheni hiyo haitafanyika. Na kwa nini operesheni haitofanyika? Tusikose katika sehemu inayokuja, ambayo sehemu hiyo itakuwa ni sehemu ya 9. Guys, like, share, turn on notification, subscribe ili kwa kwanza kupata video zingine zinazokuja. Hii ni Kebetizi Simulizi. Msimuliaji wako ni Kebetizi. Na huu ni mwisho, lakini ni mwanzo wa simulizi inayofuata, sehemu ya 9. Je, kwa nini baba anazuia operesheni isiendelee? Na je, operesheni itafanyika? Na je, vipi kuhusu Kian? Ataendelea kuwa mzima au ndio utakuwa mwisho wa Kian? Sina la ziada guys. Tukutane katika comment hapo. Nitaenda kusoma comment na nitajibu comment, pia like comment. Cha kufanya tu comment hapo kwamba unahisi nini kitaenda kutokea. La zaidi ni kusema bye.